ya vitengo kama vile vya National Syndemic Diseases Control Council mpaka mwaka wa 23-24, tukimaanisha kwamba wameweza kufanya hii kazi mpaka kuwa sambamba, tukiwa tumebakisha mwaka wa 24 na 25. Hali kadhalika na shirika la National Social Security Fund na hili la ugonjwa la janga la saratani. Sema kwa Kiswahili National Social Security Fund. Manake wewe ndio uko Mswahili kabisa. Yaani manake unajua Kiswahili kushinda wengine wote. Sio kushinda wengine wote. Tutengamsha useme kwa Kiswahili. Ile kwamba unatoka sehemu ya Mombasa haimaanishi kwamba unajua Kiswahili kushinda wote, kwa sababu Kiswahili pia ni somo ambalo watu wanafanya. Ni ukiangalia katika mitihani wanaofanya vizuri zaidi utapata mara nyingi hata sio wale wanaotoka pwani, ni wale ambao wako sehemu za bara, kwa sababu hili huwa ni somo kama jingine. Kwa hivyo hoja la nidhamu ni hoja ya nidhamu ama ni hoja la nidhamu? Nidhamu Mheshimiwa Tandaza. Mheshimiwa Martha, unajua ako kwa hoja ya nidhamu. Asante. Unajua Mheshimiwa Speaker, ukitoka kule Mwambaoni kule mahali Mheshimiwa wa Matuga ametoka, hata ingawa wewe si mjuzi wa Kiswahili yote, tunaelewa kwamba unafaa kukua na ujuzi kuliko wale tumetoka bara. Lakini la muhimu, kanuni za kudumu za nyumba hii ama za bunge zimetuamrisha kwamba uwezi ukatumia lugha mbili tofauti. Kama umeanzia kwa Kiswahili, uendelee kwa Kiswahili. Kama umeanzia kwa lugha ya ishara, unaenda kwa lugha ya ishara. Na kama umeanzia kwa Kiingereza, unamaliza na Kimombo vile vile. Kwa hivyo, hata kama sio ujuzi, tufuate kanuni zetu. Mheshimiwa wa Matuga, hiyo ni nidhamu ya kudumu ya bunge hii. Ama kwa lugha ya Kimombo ile inaitwa standing orders. Kwa hivyo, kwa vile umeanza na Kiswahili, uendeshe hiyo hoja yako na Kiswahili. Changia kwa Kiswahili. Nimechukua hizo kanuni na nitajaribu kuzifuatilia, ijapokuwa Kiswahili sanifu Mheshimiwa Speaker sio bunge hii, ni bunge hili, nikiendelea kukusahihisha. Kwa hivyo tukiendelea mbele, nilikuwa nimefikia ile kanuni ya ibara ya 4 ambayo tunakuta kwamba ukaguzi wake ulifanyiwa kuishia mwaka wa 2018 na 2019. Hii inamaanisha kuna ukaguzi ambao haujafanyika kutoka mwaka huo mpaka sasa, ambao itakuwa ni takriban miaka 6. Jambo hili linatia wasiwasi kwamba licha ya kazi nzuri ambayo imefanyika, lakini kuna kazi ambayo imebaki ya miaka 6 nyuma katika shirika hili, na bado ni shirika ambalo linaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo ilikuwa ni maombi kwamba hii kamati iweze kujizatiti na kuona kwamba ukaguzi wao wote katika haya mashirika yanafuatiliana, ili ikiwa kuna ubadhirifu wa hela kama walivyotanguliza katika ripoti yao, basi hatua ziwe zinachukuliwa kwa wakati unaofaa, ili serikali, wananchi, nchi hii isiweze kupoteza rasilimali. Kulikuwa na maoni kwamba kwa sababu ripoti hii ukiangalia kwa kina, katika kila hili shirika kuna ubadhirifu wa hela, na walikuwa wamependekeza kwamba hizi hela ziweze kuregeshwa. Na ikafika wakati kwamba kuna maoni, mbali na kuregeshwa, pia hili bunge lisiweze kuwekeza pesa tena katika mashirika haya. Lakini tujue kwamba tukichukua njia ya kutowapatia pesa kabisa, bado ni wananchi ambao watateseka, ni wale ambao ni wao wanapata hizi huduma ambao watateseka. Wengine kama tulivyotanguliza ni watoto yatima, ni watoto ambao wanategemea ufadhili wa hili shirika, ili hali ni mtu binafsi ama ni ile bodi ambayo inasimamia ndio ambayo
iliweza kubadilisha fedha hizi. Kwa hivyo ilikuwa ni maoni yangu kwamba hata ikiwa wamestaafu kama vile ilivyoonekana kwamba zingine walizitumia miaka 7, miaka 8 iliyopita na huenda ikiwa hawako, sheria nadhani kwamba wakati uhalifu umetendeka wa kibinafsi huwa hauna miaka. Hauna kwamba baada ya miaka 5 hawawezi kushtakiwa. Kwa hivyo ni maoni yangu kupitia hii kamati kwamba iweze kupendekeza kwa vile vitengo tofauti ambavyo vinahusika vya kisheria kuona kwamba fedha hizi hawa watu wanashtakiwa hata kama wamestaafu, na hata kama waliaga bado na imani fedha hizi waliweza kununua rasilimali tofauti ikiwa zinaweza kufuatiliwa